Watu wa Mungu, mimi nimetumwa kuwatoa kwenye mazoea ya ibada za miungu, ibada za mizimu. Asili ya Mwafrika, asili ya Mtanzania, ibada zake ni za matambiko kwenye miungu na kwenye mizimu. Na ndio maana chanzo na matatizo hayaishi kwenye familia zetu, migogoro, njaa, shida na magonjwa. Chanzo chake kinatengenezwa na miungu na mizimu yako tunazotoka. Upande wa baba yako, upande wa mama yako, upande wa mme wako, upande wa mke wako. Mmeona kabisa akihudumiwa mtu mmoja hapa, ile roho chafu kinena kwamba shida inatokana na bibi yake. Ni madhabahu za bibi yake. Bibi yake ana agano la uchawi. Katika agano la uchawi amembeba mjukuu wake. Amechukua nyota ya mjukuu wake. Ile nyota ya mjukuu wake inamuongoza kwenye kufanya uchawi. Mmesikia kabisa anatangulizwa. Kwa haya maisha, je, ni wangapi mko hapa mnatangulizwa? Mbingu zililiona hilo, ndio maana nilitumwa nije nikukomboe kutoka kwenye hali ya kutangulizwa. Wewe uchawi sio mchawi, lakini nyota yako ndio imechukuliwa, inafanyiwa kazi ya giza kwa ajili ya uharibifu. Achana na mambo ya mila na desturi. Achana na mambo ya matambiko. Achana na hali ya kuwaendea waganga. Watu wa Mungu, siku hizi hatusali kwa sababu ya dini. Ni ushamba kwanza. Karne ya 21 ni ushamba. Yesu alikufa akafufuka. Hana dini, hana udhehebu, sio Pentekoste. Kwa watu wa Mungu, miungu na mizimu yako tunazotoka ni chanzo cha matatizo ulionayo. Kwa hiyo ili kuachilie magonjwa yaondoke, dhiki, shida mbalimbali, uchumi ufunguliwe, kimbia. Lakini katika kukimbia kwako, amua kutoka ndani. Adui wa mtu ni wa nyumbani mwake. Kwa sababu miungu na mizimu inawakilisha baba yako au mama yako au mume wako au mkeo. Na asili ya maisha yao ni kutengeneza matatizo. Muamini Mungu wa Amina. Muamini Mungu wa Mtume G.K. Mwansasu. Mungu wa Bwana wetu Yesu ambaye ni Kristo.